Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Asante. Ona habari za asubuhi. Niko mimi na wenzangu. Kushoto kwangu ni anaitwa Mr. Wakili Ipilinga Panya. Yeye ni kiongozi mwenzangu katika baraza la uongozi, lakini yeye anawakilisha zoni ya Mzizima. Na kulia kwangu nina Bwana Shirima ambaye ni mjumbe wa baraza la uongozi, kiongozi mwenzangu ambaye anawakilisha zoni ya Bagamoyo. Kwa hiyo wote tuko hapa kwa niaba ya baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika kuzungumza nanyi. Karibuni. Ndugu wanahabari, baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika kama lilivyopewa mamlaka chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya chama cha sheria Tanganyika sura ya 307, tunapenda kutoa taarifa hii kwa vyombo vya habari kuhusu matukio ya kusikitisha yaliyojitokeza kuhusiana na masuala ya utawala bora, demokrasia, pamoja na swala zima yaliyojiri tarehe 24 Aprili 2025 na tarehe 28 Aprili 2025 kuhusiana na kesi ya mwanachama wetu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema, Wakili Tundu Antipas Lissu. Katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kisheria katika kulinda utawala wa sheria, kukuza haki na kulinda heshima ya taaluma ya sheria, TLS inafuatilia kila siku, inatathmini na kuangalia mwenendo, matukio na masuala yote yanayohusiana na masuala ya utawala wa sheria katika nchi yetu, ili tuweze kufanya tathmini na sehemu za kushauri tuweze kuishauri serikali, sehemu za kuonya tuweze kuonya, na sehemu za kuboresha tuweze kuboresha, ili kuifanya nchi yetu kuwa mahali bora na salama kwa kuishi. Ndugu wanahabari, mambo yaliyojitokeza tarehe 24 na 28 ni mambo ambayo TLS kwa mtazamo wake imeona ni mambo yanayoathiri, sio tu kuathiri, yanadogodesha uzito wa muhimili, mantiki ya utawala bora na dhana ya utoaji haki katika taifa letu. Vitendo vyote vya namna hii tunavilaani kwa lugha kali inayostahiki na havifai kufumbiwa macho katika jamii yetu. Ndugu wananchi, kuna mambo kadhaa yaliyojitokeza. Jambo la kwanza, uvunjaji wa sheria na katiba uliobainika. Kwanza, swala la uvunjaji wa haki ya usawa mbele ya sheria. Jambo hili limefanyika ambalo tumeshuhudia kukamatwa kwa wateja wa mahakama. Unajua mahakama ina wateja wake, na mahakama ipo kwa ajili ya wateja wale, sio kwa ajili ya wakili au kwa ajili ya polisi. Ni kwa ajili ya kuwapokea wateja wake na kuwapa huduma yao ya haki, ambapo hakuna mahali popote inapotakiwa kupatikana au kuonekana ikipatikana isipokuwa katika mahakama iliyo wazi, mahali panapofahamika, panapozoeleka, na kama kuna kubadilika, basi mahali ambako jamii imejulishwa kwa mujibu wa utaratibu kwamba mahakama hii ya wazi itakaa mahala fulani na sio vinginevyo. Kwa hiyo mwananchi anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Kukamatwa kwa wananchi kwa wingi tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kufuata misingi ya kisheria na kwa kuonekana kuzingatia misimamo ya kisiasa ni kinyume na ibara ya 13 ya katiba
inayolinda usawa mbele ya sheria na kupinga ubaguzi wa kisiasa. Na vile vile kinyume ya ibara ya 14 ya katiba inayolinda haki ya kila mtu kuishi na kulindwa na serikali. Kazi ya polisi anapokuwa mahakamani ni very limited. Kuleta wahalifu walioko kwenye mikono yao, kushiriki kwenye hatua za kimahakama kama anavyoelezwa na hakimu. Maana nimesikia kuna watu wanasema mahakama imekuwa compromise. Mahakama hauwezi, kwa lile lililotokea Kisutu sio la mahakama, ni la hakimu. Yule ndio mwenye mahakama yake kwa wakati ule, ndio anayetakiwa kulinda wateja wanaokuja mbele yake, na kama kuna maagizo yoyote anaanza kuzungumza na mawakili. Mawakili wanazungumza na wateja wao. That is a practice. Hakuna interaction yoyote ya OCD na hakimu anaendesha kesi kabla mawakili hawajapata taarifa hiyo. Lolote linalofanyika hivyo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba, na ni dalili za kuingilia uhuru wa mahakama na kuifanya mahakama kama kikaragosi hivi tu. Kwa hiyo sisi tunaona hapo kulikuwa na uvunjaji mkubwa wa sheria na haki za wananchi waliofika mahakamani. Vile vile uvunjaji wa haki ya uhuru wa mtu binafsi bila kufuata masharti ya kisheria. Sheria yetu inaruhusu mtu kukamatwa bila warrant kwa aina ya makosa. Hakuna kosa la kwenda mahakamani katika nchi hii lililowahi kutungwa na bunge. Hakukuwa na amri yoyote ya hakimu ya kukamatwa ambayo mpaka leo tumeletewa kama TLS au kuoneshwa kwamba wanaoingia Kisutu wakamatwe. Hatuna amri yoyote ya hali ya hatari iliyotangazwa na rais katika nchi hii, ambaye ndio mtu pekee mwenye ruksa ya kufanya proclamation kwamba maeneo fulani hakuna yoyote anayetakiwa kufika kufanya kazi za kiraia kwa sababu fulani za kiusalama. Hakuna. Hakukuwa na zuio lolote halali la kiusalama lililohalalisha nguvu kubwa zilizotumika kukamata wananchi wale ambao tunatumia jitihada kubwa kila siku sisi TLS na wadau wengine kuwahimiza watu wakiwa na migogoro waende mahakamani, wahudhurie mahakamani kujifunza nini kinaendelea, wafike mahakamani kujua na kuona haki zinavyofanyika. Ndani ya masaa machache watu wachache wanaingia, wanaleta vurugu mpaka mawakili. Wakili ukimuona mahakamani ameutafuta uwakili for more than 10 years. Anaendesha uwakili kwa gharama kubwa. It's not just a person. Unaenda unapiga wakili na kirungu unasukuma nje ya mahakama. Wakili hafanyi kazi uwanja wa Taifa wala hafanyi kazi Central Police. Wakili eneo lake la kazi ni mahakamani. Lakini tumeshuhudia hali ya ajabu isiyoheshimu utawala wa sheria, hali yenye kuvua na kuiweka nje nchi uchi kisheria. Na ajabu kabisa unaona bungeni. Ajabu kabisa unamsikia waziri anasema hili ni sawa. Nitaeleza kwa nini si sawa. Kwa sababu ndio kazi yetu sisi TLS. Vile vile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tumeshuhudia watu wakikamatwa, wanapelekwa. Tumezoea mhalifu, sheria inasema ukimkamata anafanya cognizable offense, mchukue mfikishe haraka, kama sio mahakamani kwenye kituo cha karibu cha polisi. Hatuna sheria inayotupa sisi mtu kukamata mtu kuzunguka naye kwenye gari na kumtupa mtaani, au kumkamata kwenda kumtupa raia kwenye msitu fulani. Alafu mpaka leo hatujapata maelezo ni kikosi gani kilihusika kukamata wale raia mahakamani na kwenda kuwatupa porini. Hii ni aibu kwa utawala bora, na ni kitendo ambacho nilitarajia waziri wa mambo ya ndani au amechukua hatua.
na asipoweza kuchukua hatua katika hili awajibike, kwa sababu haya mambo ndiyo yanayoipaka matope nchi. Hii nchi sio kwamba tuna sheria mbaya kiasi hiki. Soma sheria zetu nzuri. Hizi sheria zetu jamani si mbaya kiasi hiki. Kuna watu makusudi tu kwa jeuri, tuna kiburi tu. Wanafikiri wa Tanzania ni punda au ng'ombe wa kuswaga jinsi wanavyoswaga. Sisi TLS tulisema tunataka kuengage na kila mmoja. Tunataka kuwa daraja la amani katika taifa letu. Uungwana wetu sio uoga. Sisi sio waoga. Tunapozungumza tuheshimiane, tuheshimu wananchi. TLS ilipewa majukumu yake ya kikatiba na kisheria. Wakili anaenda mahakamani, siku hizi wakili anapigwa. Juzi Babati hapa wamemuua wakili. Wameua wakili Joseph Masanja. Tumeunda tume, imeenda pale, imefanya kazi. Ameuawa ndani ya eneo la magereza. Polisi mpaka leo hawataki kufanya uchunguzi. Walimuita mlevi kama jana walivyokuwa wakimuita Father Kitima mlevi, sio eti amekaa si masaa mangapi akiwa na leva. Wameua Joseph Masanja. Sisi kwa uungwana tumetulia. Sio kwamba hatuna hasira. Tumetulia, tukaandika kwa utaratibu kabisa. Tunashukuru magereza wakatuita, walitupokea. Magereza wakazungumza na sisi na wakatuonyesha hatua walizochukua. Lakini wakatueleza kuna wigo wao magereza hawafiki. Tunaandika barua kwa waziri wa mambo ya ndani, mpaka leo hajatujibu. Hatutakaa kimya. We are coming very strongly as it never happened before. Kwa sababu sisi sio kuku wa kuchinjwa. Kuwa wakili sio tiketi ya kuuawa bila sababu. Ni kazi halali. Tuheshimiane. Tumeandika barua ili Watanzania, ninasema hapa Watanzania mjue, msije mkasema TLS wakorofi. Tumeandika kumuona waziri kwa sababu upelelezi haufanyiki makusudi. Wanaona yule wakili ni sawa na kuku au mbwa tu aliyekanyagwa barabarani. Yule ni baba, ni mwenzetu, is our colleague. We are not going to be silenced. Tumeandika barua, hawajafanya. We follow up with action. And we are going to rumble very strongly. Kwa hiyo waziri atusikie. Barua yetu iko mezani kwake. Na tuliweka kila kitu kwa uwazi, sio kwa nia mbaya, kwa sababu sisi TLS kazi yetu ni utawala wa sheria. Hatuna shida na mtu yeyote. Jambo lingine lililojiri, kutokutekelezwa kwa taratibu za kisheria za makosa ya jinai. Jamani, sheria zetu ziko wazi. Ni kweli kuna mazingira ambayo lazima shauri liendeshwe in camera, yani kwa faraga. Mazingira hayo ni kesi za watoto wadogo, kesi zinazohusu mambo ya ndoa, hasa mambo yenye ukatili wa kijinsia, usikilizwaji wa ushahidi unaohusu ujasusi, espionage, ule unaoanza kufichua yani usalama, walifanyaje, waliendaje. Maeneo yale yanapofika kutolewa ushahidi, lazima watu waondolewe mahakamani. Sio usalama huo unaozungumzika eti tuliona watu wengi wakienda mahakamani kwa usalama. It's very specific, na anayeondoa ni hakimu wakati wa usikilizwaji. Full stop. Mahakama ina convene, shahidi anaingia, tunaambia tse kamera, in court ni kamera. Wala hakuna anaibisha, sio kesi moja mbili. Na mtu asikudanganye watu kuhudhuria mahakamani. Na ndio maana nasema hili sio tatizo la mahakama, ni tatizo la hakimu. Mimi nimeendesha kesi zenye public interest. Mbeya pale tulikuwa tunahudhuria watu zaidi ya 2000, 3000 kila siku. Uliwahi kusikia hata kuna mtu amekanyagwa kidole? Kwani ile ni mahakama ya Kuwait? Tumeendesha kesi Vwawa mwezi mzima, wanakuja watu zaidi ya 1000 na Vwawa hawana mbwa, hawana FFU, hawana magari ya polisi. Nani ulisikia? Mpaka hukumu inatoka, hakuna hata mtu aliyerusha jiwe. Kila mwananchi alisikia, wakurizika alirizika, ambaye hakurizika hakurizika.
Tumeendesha kesi ya namna hii yenye public interest Tukuyu pale Rungwe, sehemu ambapo ni mahakama, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi gani ziko hapo hapo, mpaka hukumu inatoka, hakuna hata tofali lililoyumba. Hakuna mwananchi anayekwenda kufanya vurugu mahakamani. Waliofanya vurugu wamekiuka sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kama inavyoelekeza katika vifungu vyake vya 11, 12, 14, 21, 23 na 54. Wamekiuka kifungu cha sheria ya mahakama za mahakimu, kifungu cha 14, 1 na 2. Wakaligeuza mahakama kuwa sehemu ya kufanya ukora na uhuni usiomithilika mbele ya sura za watu wote wenye ustaarabu. Sisi kama TLS tunakemea kwa nguvu zote, na tunataka kuziomba mamlaka. TLS iko tayari kushirikiana kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani, haki, mshikamano na utawala bora. Lakini hatuko tayari kuendelea kudhalilishwa. Sisi hii ndio eneo letu. Hapa ndipo sisi tuliposoma. Tulikula kiapo kwa ajili ya kazi hii. Watu heshimu basi na kuheshimu eneo letu la kazi. Hata kama una silaha na magari mapya, hujawahi kupiga, au una mbwa mpya, hujawahi kuona akiuma mtu, usitamani kuuma. Basi tafuta hata mazingira mengine, lakini usitafute kwenda kuuma watu wanaoenda mahakamani. Kweli unabeba mbwa kwenda kuumisha mlipa kodi? Tuna jeshi la polisi linabeba wananchi linapiga na kutupa vichakani. Alafu unarudi nyumbani watoto wako wanakuambia baba pole na kazi. Utasema asante? Kwa nini hatuwasaidii viongozi wetu? Kwa nini huku ni kuwasafisha viongozi wetu kwa kuwapaka kinyesi? Na inawezekana ni jitihada za makusudi tu. Inawezekana kuna watu wanajua kwa nini wanafanya vitu vya namna hii. Kwa mambo haya sisi TLS tumeyachukulia kwa uzito mkubwa. Tunayakemea. Na tunasema hatutayafumbia macho. Katika haya TLS tumeongea, baraza la uongozi lilivyokaa linatambua kuna mawakili wanaoendesha haya mashauri. Kwa hiyo as a code of ethics hatuwezi kwenda moja kwa moja kutake off na kuingilia haki za wateja wao na ndugu za wateja wao waliofika mahakamani. Lakini tutakachofanya, tutashauriana nao kuona namna ya kuwawezesha na kuratibu ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika kwa majina yao. Kila aliyeonekana akitekeleza kitendo hiki kwa majina yao. Na tunasema tutashauriana nao kwa sababu wao wana discretion yao. Wangekuwa hawana mawakili, leo ningekuwa ninatangaza majina ya mawakili na tarehe tunayokwenda kufungua kesi. Lakini kutokana na maendeleo tuliyopata tunajua kwamba na wenyewe kuna shughuli wanafanya mawakili wa wahusika katika hili. Kwa hiyo na sisi lazima tuwaache nao wafanye kwa maeneo yao. Kwa hiyo sisi tunachofanya cha kwanza, tumeonya kwa ukali na tumesema yoyote anayesema kilichoendelea kule mahakamani ni sahihi ni mpotoshaji na hajajielekeza sawasawa kwenye sheria. Kuna mazingira mahususi yanayoongoza usikilizwaji, lakini sio yale yaliyojiri tarehe 24 na tarehe 28. Na ni ajabu jambo hili linabishaniwa mahakamani. Mwanasheria mkuu unasimama bungeni na kuzungumza, kucomment na kutoa maoni yaliyoingilia uamuzi ambao bado hujatoka mahakamani ndani ya bunge. This is a grave insult to our judiciary. Na tunashauri tutatafiti na kuwashauriana na wenzetu tuone namna ya kufanya, kwa sababu uamuzi wa mahakama umeshaingiliwa. Ametoa ruling AG bungeni, kitu ambacho ni wrong. Alitakiwa kurefrain. Haukatazwi kucomment kitu kinachoendelea mahakamani, lakini lazima uobserve
kinaitwa sub judice rule. Yani ninapozungumza lazima isiwe nina suggest majibu ya jambo linalotakiwa kufanyika mahakamani, au nisiwe nina evaluate ushahidi, kazi ambayo ni ya hakimu. Lakini kama ni fact tu, Mwabukusi amezungumza hivi, ushahidi ukaorozesha ule, hujafanya kosa lolote. Ukasema kuna kesi hii na hii inaendelea hivi, hujafanya kosa lolote. Ukishafika kusema kitu hichi ni kweli, kiko hivi, ni sahihi na tumepitisha hivi, kwa nini tuwe na mahakama? Twende kwa AG, awe hakimu mwenyewe, awe polisi mwenyewe, yale majengo tufugie kuku na nguruwe. Why wasting time? Kwa hiyo ili tunakemea jambo likiwa mahakamani, lazima tu observe sub judice rule. Tukiteteresha mahakama, ndugu zangu, tukiteteresha mahakama, hatuna jeshi wala polisi wa kuzuia hasira za watu milioni 61, milioni 62. Lazima tuelewe hiki kihopu kidogo nachokiona ni kwa sababu mimi naamini panya akinikanyaga nitampeleka mahakamani. Nikishajua mahakama hii ni ya panya na inafanya anachotaka panya, tutafika mahali tutalia na kuomboleza. Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wetu, ni wajibu wa viongozi wetu wanaopewa madaraka ya kumsaidia rais kutekeleza majukumu ya kikatiba. Lazima kiwekwe chombo cha kusimamia utendaji wao, hususan jeshi la polisi. Kwa sababu utendaji wa jeshi la polisi sasa hizi ni sawasawa na kombola lililokosa mwelekeo. Juzi nimeshangaa sana Father Kitima. Mimi niko navyomuona ana fight na uhai, madaktari wanahangaika naye. I'm observing pale namuona ndugu yangu Muliro anasema anayedai amepigwa. Yani kwa ina maana Father pale anajifanyisha kitandani. Yani yuko mtu ana struggle na life, lakini jeshi la polisi linatoka na kudogodesha kile kitendo, kuonesha it is nothing. Utajuaje uko salama? Tunaona gari la polisi linabeba watu Kisutu, wanatupwa kule, anasema sisi hatujawachukua. Alafu wanatupa kwenye mapori ambao mara zote tunayakuta yana utata. Kwa hiyo njia wameifahamu wapi? Kwa hiyo ina maana kumbe hata wale watu wengine wanaokuta kwenye hao maeneo, hao waliopeleka wanaweza wakatusaidia. Kwa hiyo sisi ni rai yetu kwanza, wahusika wote kufunguliwa mashtaka kwa majina yao binafsi. Hakuna kutumia kodi za mtu hapa kutetea mtu mzembe, awajibike kwa mshahara wake. Ili taifa linaongozwa kwa mujibu wa sheria na kila mtu anatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na mamlaka aliyopewa. Kilichofanyika tarehe 24 na 28 ni uhalifu dhidi ya utawala bora, na lazima tutake uwajibikaji. Jambo la pili, tunarudi kwenye wajibu wetu wa kitaaluma. Tunarudi kwenye kongamano. Tutaandaa siku ambao tutadeliberate hili na kuliazimia kama TLS, ili tutengeleze policy, kwa sababu tunapodeliberate tunapeleka kwa wahusika. Ili siku tukiweka mguu chini asije akasema watu TLS wakorofi, kwa sababu wananchi hamjui. Kila kinachotokea sisi tunaandika na tunawapelekea wahusika, na kama ni cha kumhusu mtu tunamwambia bwana hichi hakiko vizuri, bwana tunaomba tukuone kuna tatizo hapa. Lakini watendaji wanakuwa na kiburi, hawataki kushirikiana na sisi ambao tunaonyesha mkono wa kirafiki wa kitaaluma. Hatutasita kusimama. Ukisoma sheria yetu inaturuhusu to cause and make it happen. Sasa usitulazimishe twende kule kwa namna gani. Sisi tulisema tulipoomba huu uongozi hatakuwa tunaomba a walk in the park. Sisi tuko tayari kukinywa kikombe kinachoendana na huu uongozi. Tutachukua hatua ngumu kama TLS. Tutachukua hatua za kutaka uwajibikaji kama TLS. Kwa hiyo wale wote wenye barua zetu wazifanyie kazi. Sisi tuko tayari kukaa mezani tuyatengeneze kwa maslahi ya wananchi, sio maslahi ya TLS, maslahi ya wananchi, maslahi ya utawala bora. Vile vile tunatoa tamko
kwamba ofisi ya IGP itoke mara moja na kutoa mwongozo wa wazi wa utendaji wa jeshi la polisi kuhusiana na haki za wananchi wanaohudhuria mahakamani, na kuweka utaratibu maalum wa aina na polisi wanaoruhusiwa kwenda mahakamani, wawe wa cheo gani na wao wamekuwa exposed kwenye training kidogo AAEOU ya sheria.